Chabri Energy Company Limited tunathamini wateja wetu, na kuna njia mbili ambazo wanaweza wakapata huu mzigo wetu. Njia ya kwanza, mtu yeyote anayenunua zaidi ya tani 3 tunampelekea, iwe ni Msoma, iwe ni Geita, iwe ni maeneo haya ya kanda ya Ziwa, tunampelekea mzigo wake. Vizuri ni ikiwa na mzigo mkubwa kama tani 5, tuna usafiri ambao unaweza ukabeba tani 5 vizuri kabisa. Kama juzi tumepeleka shule moja Msoma tani 5. Sasa kwa yule ambaye ana mzigo mdogo, kwa mfano leo kuna mtu amechukua tani 1, haiwi cost effective kumpelekea tani 1 kwa kente ya tani 5. So tunachokifanya, tunafungasha ule mzigo vizuri tu kwenye viroba vya kilo 50. Tunavipeleka mpaka Nyamhongolo. Pale Nyamhongolo anafaulisha kwenye usafiri wa kawaida. Na hii ndio njia nzuri zaidi ya kupokea mzigo wetu. Njia ya pili ni kwamba ili kufanya ili zoezi liwe endelevu, tutaanza kutathmini, kubaini ni maeneo yapi ambao wateja wameongezeka. Kwa mfano Msoma, Geita, itabidi tufungue kitu tunaita depo. Tunapeleka mzigo wetu pale, alafu sasa kunakuwa na utaratibu wa kusambaza kwa wateja. Njia ya tatu ni ombi kwa watu ujasiriamali wenzangu, kwa sababu hii pia ni fursa, na nishati ni kitu ambacho kinatumika kila siku. So ni wanasema ni fast moving goods, ni bidhaa ambayo inaenda kwa haraka, inatembea kwa haraka. Sasa kama inatembea kwa haraka, tunahitaji wakala. Kwa mfano kuna mtu anaweza kuwa ananitazama yuko Bunda, yuko Msoma, yuko Kagera, yupo Geita, Chato. Hii ni fursa nzuri sana. Tuungane ili tuwe na wakala katika haya maeneo, ili watu wetu na taasisi zetu waweze kupata mzigo ndani ya muda na kwa haraka zaidi. Ni kwa kilo ngapi zinapatikana? Kimsingi unapata kuanzia kilo 1, kwa sababu kilo 1 tunauza shilingi 500 kwa bei ya kiwandani. Na hiyo ndio bei ambayo tunataka iwafikie wateja wetu, kwa bei hiyo ya kiwandani. Hususan maeneo ya Mwanza mjini na wapi. Kwa mfano tuna center moja pale Mkolani, mahali ambapo tunatengeneza majiko. Wateja wa eneo hilo wanachukua mzigo wao pale Mkolani. Tunataka tuweke center nyingine hapo Buzuruga. Watu wa maeneo ya Meko wapi Kangai wachukue mzigo kutokea pale. Na hili litakuwa ni zoezi endelevu, kwa sababu tunaamini kwamba kama tutabadilisha mitazamo ya watu, lazima Kuni Smart zipatikane kwa urahisi. Pengine nini wito wako sasa kwa Mtanzania mtumiaji wa Kuni Smart? Mimi ni kumwambia tu aokoe muda, kwa sababu zinapika haraka, aokoe gharama kwa sababu gharama yake ni ndogo, na wote kwa pamoja tutunze mazingira. Kabla mjapata teknolojia hii ya Kuni Smart, hali ilikuwaje? Gharama ilikuwa mnatumia mpaka shilingi ngapi kwa mwezi kwa ajili ya huduma? Gharama ilikuwa kubwa. Kwanza upatikanaji wa kuni ilikuwa ni shida, hususan ukizingatia pale tuko mjini. Jinsi ya kuzipata zile kuni na kuzitumia ilikuwa ni shida sana. Unaweza kutaka tu mwingine hata ule muda mwafaka wa kula wale watu ulikuwa unachelewa. Kwanza watu sasa hivi hawatoi machozi kama mwanzoni. Kuta macho mekundu wale wapishi wanaopika pale. Wanaugua sana mafua, kifua, kikui, ilikuwa inasumbua sana. Sasa hivi wako shwari kabisa. Lakini unajionaje fahari kushiriki katika vita vya mazingira, vita vya kupambana na utunzaji wa mazingira kwa kutumia kuni ambazo ni smart? Fahari na kwa sababu tutarudisha ile hali ya zamani ya mazingira yetu kuwa na hali ya hewa nzuri. Kwanza mandhari ya nchi tuonekana vizuri, pia tunatengeneza hali ya hewa kuwa nzuri na kuvuta mvua zisiwe shida tena kama mwanzoni. So unajua miti inasaidia sana katika kuboresha hali ya hewa. Wito wangu mimi nahimiza wale wote wanaotumia kuni waachane nayo, kama maagizo ya mama alivyosema. Tuachane kutumia kuni za miti ya kukatakata miti hivyo, tutumie Kuni Smart. Ni nzuri na ni bora, na zinatumia matumizi yake ni mepesi zaidi. Utumii gharama kubwa kama ilivyokuwa kwenye kuni. Kwa sababu patikanaji wa kuni sasa hivi kulinganisha na mazingira yalivyo ni shida. Shida. Kwa hiyo warudi huku sasa. Zinapatikana kwa wingi hapa kiwandani kwetu hapa.